Mto Langa ulikuwa na siri nyingi, lakini siri kubwa kuliko zote ilikuwa ni mapenzi ya kijana maskini aliyeitwa Baraka na binti wa kitajiri mmoja mwenye roho ya chuma aliyeitwa Neema. Siku hiyo giza lilikuwa limeanza kutanda. Baraka alikuwa amesimama juu ya daraja la mbao lililochakaa akisubiri. Mikono yake ilikuwa na harufu ya udongo kwa sababu alikuwa ameshinda akilima mashamba ya watu ili apate fedha ya kumnunulia Neema zawadi ya kuzaliwa, kitambaa kidogo cha hariri chenye rangi ya bluu. Baraka, sauti nyembamba na ya upole ilimwita. Alikuwa Neema. Alikuja akijificha nyuma ya miti ya migomba. Macho yake yalikuwa mekundu kama mtu aliyekuwa akilia kwa muda mrefu. Neema, nini kimekutokea? Baraka aliuliza kwa mshtuko, akimshika mabega. Baba amepanga kuniozesha kwa Mzee Komba, Neema alinong'ona huku akibubujika na machozi. Mzee Komba ni tajiri wa madini, Baraka. Baba anasema anataka kulipa deni la biashara zake kwa kunitumia mimi kama malipo. Ndoa ni wiki ijayo. Dunia ya Baraka ilipasuka vipande vipande. Mzee Komba alikuwa mtu mwenye umri wa baba yake Neema, mwanaume aliyejulikana kwa kuwa na wake 4 ambao wote walikuwa wanaishi kama wafungwa. Hapana, Baraka alisema kwa sauti ya kishujaa iliyojawa na uchungu. Tutatoroka Neema, kesho usiku wakati mwezi utakapokuwa katikati ya anga. Tukutane hapa darajani. Nimekusanya akiba yangu yote. Tutaenda mjini kuanza maisha mapya. Neema alimtazama Baraka, kisha akashika kile kitambaa cha hariri na kuahidi Baraka, hata kifo kije, sitaolewa na Mzee Komba, nitakuwa wako milele. Walikumbatiana kwa uchungu juu ya daraja lile la Mto Langa, wasijue kuwa nyuma ya kichaka cha mianzi kulikuwa na jozi ya macho yenye chuki ikiwatazama. Alikuwa ni Zuberi, mdogo wake Neema, kijana mnafiki aliyekuwa anafanya kila njia ili apate upendeleo kwa baba yake. Usiku ule wa kutoroka ulifika. Baraka alikuwa amebeba begi lake dogo akisubiri juu ya daraja. Dakika ziligeuka kwa masaa. Mwezi ulipita katikati ya anga na kuanza kushuka, lakini Neema hakuonekana. Ghafla Baraka aliona mwanga wa tochi nyingi ukija kuelekea darajani. Mioyo yake ilidunda. Alijua jambo limeharibika. Badala ya Neema, alimuona baba yake Neema, mzee mkatili, akiwa na walinzi wake na Mzee Komba. Yuko wapi mwanangu? Mzee mkatili aliunguruma huku akimkamata Baraka shati. Sijui, Baraka alijibu akitetemeka. Uongo, Zuberi alichomoza na kusema, niliwaona hapa jana, Baraka amemficha Neema ili amtoroshe. Mzee Komba kwa hasira ya kuibiwa mchumba alitoa bastola yake. Kama hunipi mke wangu, hutamwona tena mtu yeyote duniani. Baraka alipigwa vibaya sana.
Damu yake ilitiririka na kudondoka kwenye maji ya mto Langa. Wakati akipoteza fahamu, aliona kitu kimeelea mtoni. Kilikuwa ni kile kitambaa cha hariri cha bluu alichompa Neema, kikiwa kimechanika na kimejaa damu. Sauti ya kelele ya mwanamke ilisikika kutoka upande wa mto, kisha ukimya mzito ukatanda. Baraka alizinduka saa 10 alfajiri. Kichwa chake kilikuwa kikigonga kama nyundo, na upande mmoja wa uso wake ulikuwa umevimba kiasi cha kushindwa kufumbua jicho. Alijikuta amelala kwenye kingo za mto, kando ya lile daraja, huku nguo zake zikiwa zimejaa matope na damu iliyoganda. Kwa mbali alisikia sauti za wanakijiji. Hazikuwa sauti za salamu, zilikuwa sauti za vilio na masikitiko. Alinyanyuka kwa tabu, akishika mbavu zake zilizokuwa zikimchoma. Alipotazama mtoni, aliona kundi la watu wakiwa wamemzunguka kitu fulani kando ya maji. Moyo wake ulilipuka kwa hofu, akikumbuka kile kitambaa cha bluu alichokiona kabla hajapoteza fahamu. Alianza kukimbia kuelekea kule, akijikwaa na kuanguka mara kwa mara. Neema, Neema, alijaribu kuita, lakini sauti yake ilikuwa imeparara. Alipofika, watu walimpa nafasi kwa mshtuko. Walikuwa wanamtazama kama mharifu, kama mtu aliyelaaniwa. Pale juu ya mchanga mweupe wa kingo za mto Langa kulikuwa na mwili. Haikuwa Neema, ilikuwa ni Sister Maria, yule msaidizi wa karibu wa Neema ambaye alikuwa akimsaidia kutoroka. Sister Maria alikuwa amechinjwa kikatili, na mkononi mwake alikuwa ameshikilia barua iliyokuwa imeloa maji na damu. Yuko wapi Neema? Baraka alimkamata shati Zuberi, ambaye alikuwa amesimama karibu akitazama kwa tabasamu la siri. Zuberi alimsukuma Baraka na kumpiga teke la tumbo. Wewe ndiye unajua aliko. Umemuua Sister Maria ili afiche siri ya kutoroka kwenu. Na sasa Neema ametoweka. Baba ametoa tamko, ukionekana kijijini hapa unauawa. Baraka alitazama kile kitambaa cha hariri cha bluu kilichokuwa kimenaswa kwenye tawi la mti mtoni. Akili yake ilianza kufanya kazi kwa haraka. Sister Maria amekufa, Neema amepotea, na yeye anasingiziwa mauaji. Ghafla Mzee Komba alitokea akiwa na bunduki yake ya uwindaji. Mkamateni huyo kijana, anajua Neema alipo. Nitamtesa hadi aseme. Baraka hakuwa na namna. Alijua akibaki pale, kifo chake kilikuwa cha uhakika. Alijitosa ndani ya maji ya mto Langa. Maji yalikuwa na kasi, yakimvuta kuelekea upande wa miteremko mikali ya milima ya Langa. Risasi ya Mzee Komba ilipita inchi chache kutoka kwenye sikio lake. Baraka alizama, akijaribu kuzuia pumzi yake, akibebwa na maji yale yaliyokuwa na siri ya mpenzi wake. Masaa kadhaa baadaye, Baraka alijikokota kutoka majini, kilomita 10 mbali na kijijini. Alikuwa amechoka, akikaribia kukata tamaa. Alijificha ndani ya pango moja dogo. Alipokuwa akivua shati lake lililoloa,
aligundua kitu kimenaswa kwenye mkanda wake wa suruali. Ilikuwa ni ile barua iliyokuwa mkononi mwa Sister Maria. Inaonekana wakati akigusa mwili ule kwa mshtuko, barua hiyo ilinaswa kwake. Aliifungua kwa mikono inayotetemeka. Maandishi yalianza kufifia kwa sababu ya maji, lakini bado yalisomeka. Baraka, usije darajani. Zuberi amemsaliti Neema. Baba ameweka mtego. Neema amepelekwa kwenye machimbo ya Mzee Komba usiku huu ili harusi ifanyike huko kwa siri. Sister Maria atajaribu kukuletea habari. Kimbia haraka Baraka. Machozi ya hasira na uchungu yalimtoka Baraka. Neema alikuwa bado hai, lakini alikuwa amefungwa kwenye machimbo ya mauti ya Mzee Komba, mahali ambapo hakuna mtu aliyewahi kurudi akiwa mzima. Hapo ndipo Baraka alipogundua kitu kingine ndani ya ile barua. Kulikuwa na mchoro mdogo wa ufunguo na namba zilizoandikwa kwa siri: 419. Baraka aliketi gizani ndani ya lile pango, akiitazama ile barua iliyoloa. 419. Namba hizo zilikuwa zimeandikwa kwa mkono uliokuwa unatetemeka. Hakujua maana yake, lakini alijua kitu kimoja: Neema alikuwa anamsubiri katika jehanamu ya Mzee Komba. Machimbo ya Mzee Komba hayakuwa machimbo ya kawaida ya dhahabu. Yalikuwa ni mashimo makubwa ya ardhi yaliyozungukwa na kuta za zege na walinzi wenye mbwa wakali. Watu walisema kuwa yeyote anayeingia huko kufanya kazi kama mtumwa harudi. Na sasa mpenzi wake alikuwa amepelekwa huko ili aolewe kwa nguvu, mbali na macho ya dunia. Baraka alijifuta damu usoni kwa maji ya mto. Alijua hawezi kuingia kwa nguvu. Alihitaji kuwa kivuli. Alitembea usiku kucha kupitia mapoli ya milima ya Langa, akiepuka barabara kuu ambazo zilikuwa na doria za Mzee Katili, baba yake Neema. Alipofika kwenye vilima vinavyotazama machimbo hayo, aliona mwanga mkali wa taa za ulinzi. Eneo lile lilikuwa kama gereza la kisasa. Aliona lori moja kubwa la mchanga likiingia getini. Baraka alichukua hatua ya kifo. Alijitupa na kujishikiza chini ya lori lile wakati likipunguza kasi kwenye tuta. Joto la injini na vumbi la njiani vilimfanya akose pumzi, lakini alikaza meno. Lori lilipofika ndani, Baraka alijiondoa na kujificha nyuma ya kreti kubwa za baruti. Alikuwa ndani ya tundu la simba. Alianza kutafuta chumba au eneo ambalo linaweza kuwa na 419. Alipita kwenye korido za giza, akijibanza kila anaposikia sauti za walinzi. Mwishowe alifika kwenye mlango mmoja mkubwa wa chuma uliokuwa na namba zilizochongwa kwa shaba. Chumba 419. Moyo wake ulipiga kiba. Hapa ndipo alipo. Alijaribu kufungua, lakini mlango ulikuwa umefungwa kwa kufuli ya kielektroniki. Alihitaji kadi ya siri. Ghafla alisikia sauti ya Mzee Komba ikitokea upande wa pili wa korido. Mleteni yule binti. Sherehe ianze sasa hivi. Sitaki kusubiri hadi asubuhi.
akikaidi, muonesheni mwili wa yule sista aliyekuwa anamsaidia. Mzee Komba aliunguruma. Baraka alijibanza nyuma ya pipa la mafuta. Alimuona Mzee Komba akifungua mlango wa 419 kwa kutumia kadi yake. Ndani ya chumba kile kulikuwa na Neema. Alikuwa amevalia shela jeupe, lakini alikuwa amefungwa kamba mikononi na miguuni. Uso wake ulikuwa umepauka, akionyesha kuwa amepoteza matumaini yote. Neema, mpenzi wangu, leo unakuwa mke wa tajiri, Mzee Komba alisema huku akimshika kidevu kwa dharau. Neema alimtemea mate usoni. Hata ukiuchukua mwili wangu, roho yangu ni ya Baraka na Baraka atakuja. Mzee Komba alicheka kicheko cha kikatiri. Baraka wako ameliwa na mamba wa Mtoranga masaa mengi yaliyopita. Umepoteza kila kitu binti. Baraka akiwa nje alihisi damu inachemka. Aliona shuka moja la dharura lililokuwa limetundikwa ukutani. Alijua kuwa akishambulia sasa atauawa na walinzi watakaokuja, lakini hawezi kumwacha Neema mikononi mwa mnyama yule. Ghafla kishindo kikubwa kilisikika kutoka upande wa mashariki wa machimbo. Mlipuko mkubwa uliitikisa ardhi. Moto ulianza kupanda juu. Walinzi walianza kupiga kelele. Mlipuko kwenye ghala la baruti. Watu wote nendeni huko. Baraka alitambua kuwa huo haukuwa mlipuko wa bahati mbaya. Mtu mwingine alikuwa anashambulia machimbo hayo, lakini nani? Mzee Komba alitoka chumbani kwa haraka kwenda kuona kinachoendelea, akisahau kufunga mlango vizuri. Baraka alitumia fursa hiyo. Aliruka na kuingia ndani ya chumba 419. Neema alinong'ona. Neema alinyanyua kichwa akiamini kuwa anaona mzimu. Baraka, wewe ni mzimu? Niko hai mpenzi wangu, nimekuja kukuchukua, Baraka alisema huku akikata kamba zile kwa kisu alichokuwa nacho. Lakini walipokuwa wanataka kutoka, mlango ulifunguliwa kwa kishindo. Hakuwa Mzee Komba, alikuwa ni Zuberi, mdogo wake Neema, akiwa ameshikilia bastola na uso wake ukiwa na tabasamu la usaliti. Mliumbwa mwe pamoja, Zuberi alisema kwa sauti ya baridi. Basi mtauawa pamoja, na siri ya dhahabu iliyofichwa chini ya chumba hiki itakuwa yangu peke yangu.